Habari mwana Azam FC na hujambo? Karibu tena katika kipindi chetu pendwa Azam FC TV, kipindi kinachokuletea burudani kamili ya mchezo wa soka. Hapa utapata taarifa zote muhimu, matukio ya ndani pamoja na nje ya uwanja, bila kusahau mahojiano pamoja na mengine mengi yanayohusu timu yako pendwa ya Azam FC. Hivyo mwana Azam FC, usiondoke kando ya runinga yako. Endelea kutazama channel nambari 1 ya michezo Tanzania, Azam Sports 1 HD ya Azam TV. Azam. Yo, mambo vipi? Mimi naitwa Beka BMA kutoka Azam FC TV. Karibu kwenye exclusive. Na leo niko na mwanangu Chilambo. Nimekuja kwake kutembea, kupigana story. Nikitoka hapa kuna msosi fulani kaishaandaa hapo nyuma. Kwa hiyo nikimaliza interview tunahamia hapa kwenye meza ya dining. Mambo vipi kaka? Kama kawaida. Uko fresh? Niko fresh. Hivi kupika, kuosha vyombo, kufua, wewe unakaa sehemu gani hapa? Mimi kote nakaa, kwa sababu sisi mama yetu jinsi alivyotulea kwamba sisi tuko watoto 4 wote wa kiume. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunapika wenyewe, tulikuwa tunafua wenyewe, vyombo tunaikiana zamu ya kuosha. Wiki ya fulani kupika, labda mchana mtu fulani, usiku mtu fulani. Kwa hiyo na kabla pia nilipokuja huku nilikuwa nafua mwenyewe, nilikuwa napika mwenyewe. Na kuna kipindi fulani pia nilikuwa na mshikaji mwanangu ambaye pia alipita Azam Creo. Kwa hiyo tulikuwa tunakiana zamu, bwana leo pika zamu yako, kesho nitapika mimi. Kwa hiyo mpaka naye alipokuwa ameondoka, kwa hiyo nikawa naendelea mimi mwenyewe napika mwenyewe, nafua mwenyewe mpaka sasa ilipofika sasa kwanda nilipompata mwenzangu. Nilipompata mwenza, kwa hiyo ndio kila kitu mama mtu anamaliza. Bahati nzuri pia kuna dada wa kazi. Umeona familia kubwa imeondoka. Familia nimekuja na familia heavy kabisa. Sigusi chochote, yani sasa hivi sigusi chochote. Hongera sana. Na binti wa kazi, wadogo zangu wamekuja, wamemaliza form 4, kwa hiyo niko full. Iko full familia. Kwa mtu ambaye mjui Chilambo kazaliwa wapi, kakulia wapi? Mimi bwana nyumbani kabisa ni Songea. Na kwa muda ambao nimekulia sana nilikulia Tabata. Kuna aunti yangu alikuja kunichukua nyumbani toka niko mdogo yani. Tabata Dar es Salaam. Mimi nimesoma ile shule ya Tabata ile. Tabata Bima ile. Nimesoma shule ya msingi pale mpaka kuanzia darasa la kwanza mpaka alipofika darasa la 5. Bahati mbaya aunti yangu alikuwa anaumwa sana. Kwa hiyo na akapoteza maisha. Pole sana. Shukrani. Na ikabidi sasa nikaenda Gongo la Mboto kwa babangu mkubwa, na babangu mkubwa akataka kufanya process zote za kunihamisha shule kutoka huko niende Gongo la Mboto. Lakini mamangu alikuwa amenimisi zaidi. Akaniambia jamani, inatosha kwa jinsi mlipomlea, kwa sasa hivi nileteni tu mimi mwenyewe. Kwa hiyo nikaenda kwa baba na mama. Okay. Yeah. Na kipindi mama alikuwa anakaa Songea, alikuwa anakaa huko Dar? Mama alikuwa anakaa Songea na baba anakaa Songea. Na kipindi ambacho nimechukuliwa na huyo aunti yangu, kwa sababu nilikuwa bado mdogo, alafu na aunti yangu alikuwa kaolewa, na bahati mbaya pia akubahatika kupata mtoto. Kwa hiyo kipindi amekuja kunichukua kwa mama, alimwambia kabisa mama kwamba huyu mtoto wangu, huyu mimi ni mtoto wangu. Yaani wewe pigia mahesabu kwamba una watoto wako hao 3 tu. Nathan sio mwanao tena. Na kiukweli alikuwa ananipenda sana. Yaani huko alipo Mwenyezi Mungu amweke sehemu nzuri. Amweke sehemu nzuri sana. Waga unamkumbuka kwa nini? Sana. Kwa sababu hata siku yeye mwenyewe yuko hospitali, mimi naenda hospitali mara mwisho kumuona, alikuwa katika hali mbaya sana. Lakini kitu ambacho alikuwa anasema, anasikitika kwamba mama anamwambia shangazi yangu sasa, mama mimi nakufa, mwanangu nitamwacha na nani? Yaani hiyo moment yake ya Mungu waga nikikumbukaga waga naumia sana. Bwana pole sana. Shukrani. Pole sana ndugu yangu. Nathalani tumesoma shule mbili. Umesoma shule mbili. Yeah. Umesoma London. Yeah. Umesoma na
Lisabon. Na Lisabon. Yeah. Umesoma London, umesoma na Lisabon. Sio London, ilikuwa London. Ile ni London. Na Lisabon. Yeah. Na kuna kipindi ulikuwa unataka sasa uhame, lakini walimu walikuwa wanakataa wewe kuhama. Ilikuwa na ugumu kiasi gani wewe kuhama na ulifanikiwa vipi kuhama? Kaka umejuaje vyote? Tena sio kazi yangu hii. Kiukweli baada sasa kwenda nyumbani, baada ya kuendelea na masomo kwa darasa la 5, la 6 na la 7, Mwenyezi Mungu alivyonijalia nilipofaulu kwenda form 1. Nikaenda form 1 hiyo shule ambayo inaitwa London, nikapiga form 1, nikapiga form 2, Mwenyezi Mungu akanijalia nikapasi. Kwa sababu mdoni niko form 2 mimi, kakaangu yeye yuko form 4. Kwa hiyo anamaliza pale. Kwa alipomaliza yeye mimi form 3 nikahama kule nikamia Lisabon. Mapema tu. Mapema sana. Kwa mimi ndo nikamaliza Lisabon. Kwa sababu sisi mimi nyumbani kwetu hapa, kwa hapa tulikuwa na academy yetu. Ya mpira inaitwa Lisabon City. Academy yetu hiyo. Sasa academy yetu hiyo sasa wanangu wengi ambao wanacheza nao mpira hapo wako Lisabon. Hasa wanawaga tukikutanaga mechi za shule Lisabon na London. Inakuwa ni machafuko kweli kweli, inakuwa yani inakuwa ni hatari. Kwa sasa nikifikiria wanangu wako Lisabon afu mimi niko London mbali. Kwa kitu ambacho kinanichanganya sana. Kwa hiyo lakini baada kufaulu form 2 Bi mkubwa akafungua bwana nikahama. Chilambo, kwa mtu ambaye mjui, Chilambo katoka kwenye familia aina gani na familia yake ilikuwa ina support kile ambacho anachokifanya Chilambo? Kwanza mimi bwana nimetoka katika familia ambayo ya kawaida na familia ya watoto 4. Mimi wa 3 kuzaliwa na kaka zangu 2 na mdogo wangu wa mwisho. Na katika kucheza kwangu mpira, kwa sababu mzee wangu mimi alikuwa anacheza mpira zamani, lakini kacheza mpira katika, unajua mambo ya zamani bwana, hakuna pesa, hakuna chochote. Ilikuwa kipaji tu. Kipaji tu. Kwa mzee wangu alipocheza mpira, bahati mbaya alikuwa ameumiaga, alifanywa operation maeneo haya tumbo. Kwa masuala ya mpira hataki mwanae afanyaje? Acheze mpira. Sasa mama ndo mtu ambaye alikuwa na support kwa hali ya juu sana. Kwa sababu mimi kuna kipindi Mtibwa, kipindi niko shule na sisi niko form 2 form 3, Mtibwa walikuwa saka vipaji. Mtibwa Sugar. Walikuja mpaka kule. Na kwenye saka vipaji siku hiyo wakawa wameniona. Wakasema kwamba sisi tunataka tufanyaje, tumchukue Chilambo na tukafanyaje, tukamsomeshe. Wakaenda hadi kwa walimu, mzee wangu akaitwa shuleni. Bwana Chilambo, bwana Mtibwa anamtaka hivi. Huyu mpira ajui. Anaua mapema ili usiende. Huyu mpira ajui. Kwanza mimi sitaki acheze mpira. Mimi nataka asome. Mpira huyu ajui. Yaani walimu msiniambie maswala kabisa ya Chilambo kufanyaje? Kucheza mpira. Kwenda kucheza mpira. Sitaki. Sasa mama anapambana, mama anaongea na mume wake, lakini sasa unajua yeye ndo baba bwana. Haina shida, lakini japokuwa namshukuru sana Mungu, mama alikuwa ni mtu ambaye ananisupport sana. Waga nikisema kwa sababu baba sasa hataki mimi nicheze mpira. Hataki, anaona kama utaumia na wewe. Hataki sasa. Na kakaangu naye. Yaani sisi bwana, bahati nzuri namshukuru Mungu, sisi familia yetu sisi wote wote wanacheza mpira. Na wote Mwenyezi Mungu kawajalia talented. Hata mdogo wangu wa mwisho naye ni hatari. Na kakaangu wa kwanza anajua sana mpira, lakini masuala ya mpira ni hataki kabisa. Yaani hayapo kabisa katika akili yake. Yana vitu vyake vingine. Kwa nikawa napush, na kuna mtu ambaye kiukweli ni blazangu wa karibu sana, ambaye pia alikuwa ni mchezaji na pia ndo alikuwa ameanzisha hiyo academy. Taje jina tu asikie academy ya Lisabon City, anaitwa Shila. Blaza Shila. Na huyo ni mtu ambaye akinunua kiatu chake leo, mimi kesho nimeenda kumnyang'anya. Na hana noma. Yaani hana noma kabisa. Yaani blazangu ambaye kiukweli Mungu amweke sana. Safi sana. Kwa hiyo na yeye ndo mtu ambaye alikuwa ananipa vitu vingi sana. Kipindi sasa ndo tunaanza, sasa ndo umri sasa, alikuwa anikaisha chini, mdogo wangu sikiliza. Achana na wanawake, wanapoteza sana malengo. Focus. Nikasema blaza, kumbe na vitu ananitakia mimi mdogo wake nini? Jambo jema. Kwa namshukuru Mungu, nilipokuja kumaliza tu ile form 4
Nimeweza form 4 nimekaa kama wiki 2 nyumbani. Ruvu shooting wananipigia simu. Nikaenda Ruvu. Nimeenda Ruvu pale kama nimeripoti leo, kesho mazoezi, namshukuru Mungu. Ndani ya wiki moja Mkwasa kaniona, kanipandisha senior team. Na nimewakuta pale watu wana miaka karibia 3-4 wako pale. Lakini mimi nimeenda pale ndani ya wiki moja tu. Mkwasa kaniita senior team, kanipandisha senior team. Kwa nikawa nafanya mazoezi na senior team mpaka baadaye sasa ligi ya under 20 ilitaka kuanza. Haya, position za under 20 kuna position zingine zikawa zimepelea kwa sababu kuna mafullback wote walikuwa wameumia na wote mna usajili ushafungwa. Nani sasa ambaye anaweza kukava nafasi? Chilambo, kwa sababu pia hapo Ruvu shooting kuna mwanangu ambaye nilichezaga naye mpira kipindi niko Songea. Sasa yeye alikuja pale muda mrefu, sasa akawa ni serviceman, yeye alikuja pia jeshini. Anaitwa John Chinguku, kwa ananijua. Akamwambia mwalimu bwana, naenda kaongea na Mkwasa, Chilambo anacheza nafasi nyingi, na kipindi hicho mimi nilikuwa nacheza midfield. Nacheza namba 6, namba 8, namba 10 au winga 2 zote hizi. Kwa hiyo nikacheza full back. Siku nacheza mechi ya kwanza na Ruvu, mechi ya kwanza na Yanga tunacheza pale Uhuru. Mkwasa kwenye kidewa na mimi nacheza full back namba 2. Amini. Kumbe full back namba 2 anacheza pia. Okay. Kwa Ruvu mazoezini, mechi iliyofuata tumecheza na Azamu. Pasco anatufunga goli. Anatufunga goli moja kule Mabatini. Alibatisha tu naye kupiga tu shuti mara limeingia goli. Kwa sasa zikawa zimebakia mechi 7 za ligi kuisha. Ndio Mkwasa sasa ndo akaanza kunitumia. Mechi yangu ya kwanza naenda kucheza na Yanga Afrika Taifa namba 2 hiyo. Ama nikaisha chini mwanangu, nenda yani yule mzee yule Mkwasa. Akia Mungu, au tamtembaga nikimkumbukaga. Safari ya Chilambo ya maisha ya kuitafuta Azam FC ilianza wapi, ilitoka wapi, nani ambaye alishika mkono Chilambo sasa kuingia Azam FC? Kwanza kabisa mimi naamini kwamba ukiachana na mtu labda kusema kunishika mkono, mimi naamini kwamba Mungu ndo kapanga yote. Okay. Mungu ndo kila kitu bwana. Japokuwa kuna watu sawa ndio wanashika mkono, lakini Mungu yeye akipanga la kwake hakuna mtu akupangua. Na kitu kingine ambacho waga nishakumwambiaga mama, sema mama yeye anakumbuka alisahau. Kipindi nimeanza kucheza mpira, sasa ndo hapo siku baada ya kumaliza form 4 sasa namwambia mama nimepigwa simu na niende Ruvu. Mama kuna kauli alinitamkia, akaniambia mwanangu, katika timu kubwa hizi 3 Azam, Yanga na Simba utaanza kucheza Azam. Mama yangu mzazi alinitamkia hilo neno. Muda wote ndo najiandaa kwenda wapi? Ruvu. Akaniambia mwanangu utaanza kucheza hizo timu 3. Baada ya kwenda Ruvu ndo baada sasa Mkwasa ndo kuniamini mechi za mwisho 7 na msimu uliokuja katika mechi 30 nimecheza mechi 29 non stop. Mechi 29 non stop. First 11 ni mapema. Mkwasa ananipiga huku, leo ananiweka huku, hata nika midfield. Yaani popote anataka yeye kunitumia mimi nipo. Mimi nachapa tu. Naamini tu Mungu alipanga. Naudi Mlandizi mimi. Kesho yake napigiwa simu na Dr. Kiboloa Azam FC. Bwana, inabidi tuongee sisi kutoka Azam FC. Kuna kijana nikakumbuka kauli ya mama. Mama aliniambia katika timu kubwa 3 nitakuja kwanza Azam. Kwa hiyo ndo tukaanza kuongea sasa pale nini, tukakubaliana. Sasa mtu ambaye nilikuwa naongea naye sana Popat. Sasa baada ya kuongea nao Kiboloa akani direct kwa Popat. Tukaongea sasa na Popat kila siku tukiwa tunaenda kwenye mechi. Mimi sasa ligi msimu huu nimecheza mechi 29. Mechi ya kwanza tumeenda kucheza na Dodoma. Nimepata kadi ya njano. Mechi ya pili tukaendelea kwenda kucheza na Biashara. Mkana nisababishia nipate kadi ya pili. Nimecheza mechi 29 na kadi 2 za njano. Mpaka nimemaliza mechi 29 sijapata kadi ya 3 ya njano kusimama. Sometimes nikawa nacheza. Sometimes sasa mechi kubwa la Mdosa mpaka nishamwambia na kadi 2. Sasa wanataka nao pia wanione sasa kwenye mechi kubwa labda za Yanga nini. Kwa makini
usipate kadi mechi hiyo. Au kama vipi bwana, tulia tukone mechi ijayo na Jamali na yeye sasa. Au kama vipi bwana boss, bwana mechi usicheze bwana. Mimi nikamwambia mimi mechi naenda kucheza na kadi sichukui. Kwa hiyo nimezima mechi 29 na kadi zangu 2 za njano, sijasimama mechi yoyote. Kwa mpaka sasa baadaye sasa mambo ligi ilivyoisha, sasa ugumu ulikuja. Nimeshakuja sasa Azam kuja kusaini. Na Azam nilikuja kusaini kipindi hicho kama leo kesho kutwa yake tunakucheza mechi na Simba Taifa. Kwa mimi nikapigwa simu kama leo, nikatoka Mlandizi. Nduki kwa sababu sisi kama mechi tunacheza kesho, kama mechi tunacheza kesho, leo tunatoka Mlandizi tunakuja mjini. Kuna hoteli fulani ilikuwa ya mheshimiwa naye mkuu, alikuwa na cheo kikubwa jeshini. Tunatoka Mlandizi tunakuja mjini. Sasa mimi mdogo asubuhi nimefanya mazoezi ya mwisho, kapakia vitu vyangu kwenye begi nikaviweka, nikamwambia mwanangu kama mimi nitachelewa kurudi, ili begi litumbukize tu kwenye gari. Kaya, ule saa 12 nao wametoka saa 12 Mlandizi wanakuja mjini. Sasa mimi bado nimekuja Chamanzi. Yaani mpaka naingia Chamanzi saa 1 kasoro, afu na siku hiyo Azam walikuwa wanacheza na KMC. Nimekuta kocha alikuwa Morin. Nimekuja sasa ndio nimeingia Chamazi mule complex, nimekuja Popata alikuja kunipokea. Hiyo ndo kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza. Unaingia Chamazi complex. Nimeingia Popata pale na gari yake pale, tumezunguka nyuma kule unapokaa walimu kule. Nimeingia tu ile nakutana na kocha Morin. Morin alikuwa anaenda uwanjani. Morin alifurahi vibaya. Ikabidi saa gani kwa tena kwanza kwenda uwanjani pale. Akaja pale akawa amefurahia, akaongea na Popata pale amefurahi nini kuniona, tukapiga picha pale ndo. Ikabidi aondoke. Sasa mimi ndo namaliza pale na saini nini pale. Napigiwa simu sasa, mimi na blaza wangu wako Mbezi wananisubiria. Kasaini kule? Ndosa timu yangu Ruvu sasa inanisubiria pale Mbezi ili tuende hotelini. Hakuna mtu yote kwenye timu alikuwa na taarifa yote hapo. Hakuna mtu yote alikuwa na taarifa. Sasa unajua mablaza wake na makapteni Fuluzuru Maganga wake nani? Mimi ndo nawasubisha. Sasa ikabidi sasa mpaka mablaza nao washuke kwenye gari sasa pale. Mimi niko huko sasa. Na saini. Sasa nimefika pale Mbezi pale. Nikaanza kupewa mdogo wangu sasa tutafanyaje tena? Timu sasa hivi ya kwako umeikamata. Kwa tunakusubiri mpaka wewe. Yaani tunakusubiria wewe tu, mdogo wangu umetuchelewesha. Sasa bro anaongea Fuluzuru Maganga alikuwa amenishika mkono. Sasa kunishika mkono akakuja akaona wino hapa. Alivyoona vile akaacha kuongea. Tumefika hotelini, akanifuata chumbani, mdogo wangu hebu nionyeshe mkono. Wino. Unataka kusaini? Kimya unataka kusaini wapi? Nikamwambia bwana ndio kusaini sehemu fulani. Kwa nisingeweza kusema, sasa unajua tunaenda kucheza mechi kubwa. Safi. Mimi kama kaka kwa hiyo tunafanyaje sasa? Anataka okote. Nikamwambia basi haina shida, basi nikachukua ya maji hapa. Kesi gani? Mimi sasa ndio captain tena, kesi imeisha. Na unalipompa ndo alipotoka mdogo wangu atusubirishe popote unapotaka. Na akabless vizuri kabisa. Azam sasa nishamaliza kusaini kila kitu sasa. Azam mzigo huwezi kuingia mpaka Lizleta waione. Hata ligi imeshasimama, Lizleta amna. Na bunda huwezi kuingizia. Na bunda hawezi kuingia. Sasa na likizo tayari sana mimi ndio nyumbani. Piga simu Masabu ile Popata anipiga simu. Chilambo. Bwana Masawa anatuambia bado una mkataba. Hapo ndio nivuruga yake. Wewe unanichanganya. Lakini hapo nafsi yako na ndoto yako yote kufika Azam nishamaliza. Yaani kwamba kwa sababu unajua bwana hakuna mtu ambaye anapenda kucheza timu kubwa. Kabisa. Kwa sababu kuna vitu vingi vinabadilika. Ukishaenda timu kubwa kidogo riziki nayo inabadilika, unakuwa pia. Unakuwa experience. Unaona kama Azam hivi unacheza na matimu mbalimbali, kama tumecheza na timu Wydad sijui nini, ambapo vitu hivyo Ruvu huwezi kuvipata kwa muda huo kutokana na miundombinu labda jinsi timu ilivyokuepo tofauti na Azam. Kwa hiyo kwangu mimi nikaona kwamba hii ni njia moja hapo kubwa kwangu mimi, najivunia. Kwa hiyo ugumu sana ukawa hapo sana, kana nafikiria jamani Ruvu tena mkataba tena jamani vipi? Kwa sababu ikabidi niongee na Mkwasa. Bahati nzuri na Mkwasa naye sasa ikabidi aongee na CEO ili upate barua. Mkuu wa kambi wa pale. Sasa bahati nzuri mkuu wa kambi wa pale naye alikuwa anipenda sana. Yaani katika vijana ambao walipandishwa timu kubwa afu wakanafanya vizuri ni mimi hapa. Sasa na mimi ndo nikapelekea njia kwamba waangaliwe sana vijana under 20 kwa sababu vijana under 20 kipindi hicho wanachukua 50,000. Lakini sasa baada mimi sasa kufanya muendelezo mzuri kule juu, watu wakaingia mikataba, watu wanachukua watu wanachukua 200,000, 300,000, laki. Maisha yakawa yanaendelea. Kwa sasa mwambia Mkwasa hivyo, Mkwasa akamwambia
Sasa mtoto mnamzuia akapata riziki sehemu nyingine. Kwa hivyo ndo kumwambia mheshimiwa sema nani Chilambo, nikaitwa siku nikaenda CEO mkuu wa kambi pale akanipa kabisa bless, mwanangu hapa wewe ni nyumbani kwako, muda na saa yote fanyaje, karibu, mimi nakubless na kuruhusu kabisa wewe nini, nenda. Leta sasa hivi subiri hapa inakuja. Leta imekuja pale. Tumemaliza mimi popati, tumia popati, kesho asubuhi mapema mzigo umeingia, nikaenda zangu likizo nyumbani. Mapema sana. Baada ya kuingia Azam. Baada ya kusaini mkataba na una uhakika sasa hivi nimeingia Azam FC. Simu yako kwa mama yako ulimpigia mama yako simu yako ilikuwa ni aina gani, ilikuwa ina maneno gani kwake? Kwa sababu nilivyomwambia, kwa sababu ile sasa ndo tunaanza kuongea na Azam, taarifa mama nilishampa, lakini nilimpa mama, nikamwambia usimwambie mzee, yani mzee iwe surprise, usimwambie mama wala ndugu zangu usiwaambie, yani kwa mzee iwe ni surprise. Na sasa kipindi hicho sasa bado mimi sasa ndo bado ni kuarufu sasa ndo nacheza, mzee sasa naye ndo akaanza kuwa kunisupport. Mpaka leo hii sasa ndo mzee naye ndo yupo bega kwa bega, ni siku labda kwenye mechi akiona nimecheza Azam nimezingua, ananipigia simu ananichana kabisa. Mambo gani haya? Umezingua sehemu fulani. Nikiwa nimepatia ananiambia kweli leo umefanyaje? Umepatia. Labda sometime labda akiwa anioni ananipa moyo, mwanangu pambana. Kwa hiyo ndio hivyo tunaendelea gurudumu. Na ilichukua muda gani kwa mzee mpaka kuanza kuonesha ile support hiyo? Mzee ilichukua ni kwamba pale sasa baada mimi kumaliza form 4 kwenda Ruvu ndio mzee support ikaanza. Kaona kumbe kuna kitu. Basi sibi nifanyaje? Sibi nimsupport. Mzee wangu support kitu kalaka hapo mpaka ngumu. Mpaka sikuti kwanza. Mpaka achungulie kwanza apate uhakika kwanza. Lakini bi mkubwa chapu tu. Mapema sana. Maisha ya Azam FC, umeshaingia Azam FC ndo mara ya kwanza unaanza kuona watu. Ni kitu gani ambacho kilikuwa kinakupa furaha, lakini kitu gani ambacho kilikuwa kinakupa matumaini makubwa baada ya kuwa Azam FC? Kwanza kabisa nilikuwa nasikia raha, najivunia kwanza kwa sababu nimecheza na watu ambao walikuwa na experience kubwa, na watu ambao pia nilikuwa nawaangalia mimi kwenye TV, wakina Prince Dube, wakina Mbombo, kina Kola, wachezaji wengi, akina Gray, wachezaji wengi ambao kwamba kina Bajana nilikuwa nawaangalia mimi kipindi hicho nasoma. Leo hii napata fursa kwamba nacheza nao timu moja. Ni kitu ambacho kiukweli najivunia sana. Ukiwa unajua kwa saloni uko unacheza, kuna simu za aina gani huwa unazipokea, lakini ni kitu gani ambacho unakiwaza mapema? Unajua kwa sababu leo tuna game na timu kubwa. Ni kitu gani waga unakifikiria, na ni simu za aina gani huwa unazipokea? Kwenye simu kwanza waga wazazi wangu wananipigia simu, pia mama watoto waga mara nyingi sana nipigia simu kwamba kunitakia mchezo mwema, kuitakia Azam FC mchezo mwema. Mimi bwana siwezi kukudanganya. Yaani katika mtu ambaye ananisupport sana, wife ananisupport sana. Kwa sababu sometime wife pia anafunga kwa ajili ya kuiombea Azam FC kwa sababu mimi nipo Azam FC. Na sio peke yangu tu, yani nikisema nitoe message ni kuonyeshe hapa, utaweza kuamini. Kuna pastor wangu, babangu wa kiroho, ile nimeokoka, tulivyokuwa tunafanya maombi, akaniambia mwanangu, msimu mwaka juzi tunachukua nafasi ya pili. Ananiambia mwanangu, naona msimu huu mnaenda kuchukua nafasi ya pili. Tena naona mkigongana point na Simba. Na limetokea hilo. Tumegongana point na Simba, lakini sisi tumemzidi magoli. Mkachukua mshindi wa pili. Kwa ni mtu ni watu ambao wananisupport sana. Yani wananisupport kwa sababu mimi kijana wao nipo katika Azam FC, kwa wanaiombea sana Azam FC, wanafunga, wife wanaiombea sana Azam FC, anafunga na kusali kwa ajili ya Azam FC. Kwa ni najivunia sana. Najivunia sana uwepo wao. Safi sana. Sasa hivi tuko chini ya mwalimu mkubwa kabisa, mwalimu mwenye uzoefu mzuri, mwalimu ambaye mwenye title kubwa, Florent Ibenge, ndo kocha wetu sasa hivi wa Azam FC. Wewe unajisikiaje kwanza kuwa chini ya Ibenge, lakini unajisikiaje pia kufundishwa na mwalimu Ibenge? Kwanza kabisa kwa upande wangu mimi najivunia sana na najisikia faraja sana kwa sababu kama ulivyosema wewe, ni kati ya makocha ambao ni wakubwa sana, ni mmoja hapo ni yeye. Kwa hiyo naamini ujio wake kuja Azam kuna mabadiliko mengi yanatokea, kama unavyoona katusaidia kutupeleka katika hatua ya makundi kutokana na uzoefu wake.
Kwa hiyo tunashukuru sana ujio wake, na sisi kama wachezaji au kwa upande wangu mimi najivunia sana. Naamini ujio wake yeye kuna vitu vingi pia vitabadilika kwangu mimi. Kuna vitu vingi kwa sababu yeye ukiachana na tunakuwa mwalimu, anaishi na sisi kama yule ni mzazi wetu. Kwa sababu yani ni mtu ambaye ana upendo, yuko sawa na kila mtu. Kwa hiyo yani ni mtu ambaye yuko free hata kuchukua wazo la mchezaji. Kwa tunajivunia sana, maana nasema ni yule licha kuwa mwalimu tu, yule ni mzazi wetu. Kwa tunamshukuru sana, tunashukuru pia sana kukubali ujio wake kuja kutufundisha Azam FC. Kwa tunajivunia sana uwepo wake. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye unaamini mpaka msimu ukiisha wa 25 26 kuna kitu jambo kubwa sana naamini. Thank you so much kwa kuangalia. Bye bye.